Tanzania inaingia tena mawindoni kuisaka nafasi ya ukurugenzi wa shirika la afya duniani kanda ya Afrika kupitia kwa mgombea wake Profesa Mohamed Janabi, ambaye mapema leo hii serikali imemtangaza rasmi, huku ikiwa na imani tele ya ushindi. Tuna imani kubwa ya kushinda. Inatokana na kukua kwa kasi kwa mahusiano ya kidiplomasia pamoja na ushirikiano wa kikanda na kimataifa ambao Mheshimiwa Rais wetu mpendwa Dr. Samia Suluhu Hassan ameendelea kuimarisha, na tunajivunia kwamba Profesa Janabi yuko tayari kuhudumia bara letu la Afrika katika nafasi hii. Uzoefu wake kwenye sekta ya afya ni moja kati ya silaha muhimu inayoifanya serikali kutamba kwenye kinyang'anyiro hicho. Uzoefu wa mgombea wetu umedhihirika katika utendaji kazi wake wa kila siku ndani ya nchi na kwenye mataifa mengine ambayo amepata kuhudumu, na hasa kwenye eneo la kuzuia, kudhibiti na kupambana na magonjwa ya mlipuko pamoja na magonjwa yasiyoambukiza. Na mfano mzuri ni taasisi yetu ya moyo pale Jakaya Kikwete Muhimbili. Magonjwa haya ndio magonjwa ambayo yamekuwa yakiongezeka kwa kasi kubwa katika ulimwengu mzima. Shime ikatolewa kwa wananchi kushiriki kikamilifu kumnadi Profesa Janabi. Kampeni za wagombea wa nafasi hii tayari zimekwisha anza, na hivyo nitoe rai kwa wananchi wote wa Tanzania katika jambo hili, tushirikiane kwa pamoja. Nitoe rai na kuomba mashirika na wadau wote wa sekta ya afya na sekta nyingine zote wa ndani na nje ya nchi tuungane pamoja katika kumnadi na kumwombea dua mgombea wetu, ili itakapofika siku hiyo ya uchaguzi, basi mgombea wetu na Tanzania iweze kushinda tena. Uchaguzi huo utafanyika Mei 18 mwaka huu, lakini Aprili 2 utafanyika mdahalo wa wagombea wanaowania nafasi hiyo watakaonadi sera zao kwa njia ya mtandao, ukimhusisha Profesa Janabi, mkurugenzi wa hospitali ya taifa ya Muhimbili, ambaye pia ni mtafiti, mkufunzi, daktari bingwa na mbobezi wa magonjwa ya moyo. Wagombea wengine katika uchaguzi huo ni Dr. Nda Konan Michel Yao kutoka Ivory Coast, Dr. Drame Mohamed Lamine kutoka Guinea, pamoja na Profesa Mijiawa Mustafa kutoka nchini Togo. Kutoka hapa jijini Dodoma, mimi ni Ahmad Ali wa Azam News.